Kijaonekana kabisa. Prisons wamecheza chini ya kiwango. Kwa maana hiyo wametepeta kabisa. Wameadhibiwa kama vile sio maafande. Wamechapwa na wananchi goli 5. Na moja kati ya watu ambao wamewafanya vibaya leo ni Mudathiri katikati ya kiwanja. Katika mtu ambaye alikuwa ni hatari sana kwenye kikosi cha Young Africa leo, alikuwa ni Mudathiri. Kuna namna ambavyo ameonyesha utofauti wake kwamba hakika mlinimisi kwa muda mrefu, lakini amewachanganya sana viungo wa Prisons, na mwisho siku Young Africa ameibuka na ushindi mkubwa wa mabao 5. Sio mabao madogo, timu ambayo ilikuwa kambini kaka. Kuna timu ilikuwa kambini. Kuna mtu anasema kwamba the way walivyokuwa wanacheza walikuwa na maandalizi kuelekea dabi ya tarehe 8, kailishwa, akaja hapa vikailishwa, lakini leo tumewaona uwanjani wakicheza na Tanzania Prisons. Energy Yanga walioitumia na energy walioitumia Tanzania Prisons, kwamba ni haki Prisons, mzigo waliopatiwa leo uko sahihi kabisa. Hiki kipigo kilikuwa cha mtu. Kilikuwa cha mtu, kilikuwa cha mtu. Yaani kipigo cha leo kilikuwa cha mtu? Kilikuwa cha mtu. Mtu gani sasa wewe? Kilikuwa cha mtu. Wewe leo yaani kipigo kilikuwa cha mtu. Kilikuwa cha mtu. Katika michezo ambayo Yanga alikuwa nayo hapa katikati ile na kuja siji ni Simba, kwa kipigo hicho kilikuwa cha Simba. Kilikuwa kipigo cha mtu. Mtu gani? Kilikuwa kipigo cha mtu. Elewa. Kilikuwa kipigo cha mtu. Kipigo cha mtu hicho. Unaweza ukapatikana Prison kaingia kwenye mfumo kakutana nazo. Kakutana nazo. Lakini kocha wa Tanzania Prison alisema kwamba alivyochukua kikosi, alivyoingiza nguvu yake, mafunzo yake, alikuwa anaona leo anaweza kaambua alama yoyote. Mbinu za mwalimu wa Tanzania Prisons uliziona kumsumbua Hamid, mwalimu wa Yanga? Melody Hamdi hakijamsaidia, ni sio mbinu. No. Mimi ukiniambia mbinu kwa Melody Hamdi nitakataa mpaka kesho. Lakini kinachomsaidia Melody Hamdi Young Africa ni performance ya wachezaji ambao wako nao. Ile top quality ya wachezaji ambao yuko nao, ndio nitakwambia kwamba yes, hicho ni kinamsaidia Melody Hamdi. Anaweza kuselect kikosi kizuri na wachezaji wakampambania mwalimu wakapata zile alama 3. Kwa hiyo ni pongezi kwake kwa sababu ni hivyo. Lakini Tanzania Prisons mbinu how? No, sijaona mbinu. Performance no, yani mechi ya Prison na Young Africa unasema kuna mbinu pale? Ni sasa na mechi ya Simba na Ken Gold unasema kuna mbinu. Hakuna mbinu pale. Sawa. Ni quality inaamua tu mechi. Tumeona kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii wanazungumzia sana bao la Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka kwamba ilikuwa ni bao la offside. Macho yako yameng'amua nini katika hilo bao? Labda hapo ndo kuna mbinu sasa. Kama unataka mbinu ziko hapo. Kwa sababu ni mbinu ambayo imefanya Chama Clatous anapata bao ambalo ni la offside. Wakati inapigwa pass, Clement Mzize yupo eneo la kuotea, lakini sio kosa la Clement Mzize. Muangalia line 2 walikuwa wamesimama eneo gani? Yaani line 2 yuko mbele, hayuko sawa na mtu wa mwisho wa Tanzania Prisons. Yaani yuko mbele sawa na Mzize. Yaani Mzize yuko offside lakini yuko mbele, yuko sawa na Mzize. Sasa huwezi kuona offside. Maana alipaswa kukaa na mtu wa mwisho wa Tanzania Prisons. Kwa hiyo huwezi kuona offside ukiwa na striker wa timu pinzani. Unapaswa kuiona offside ukiwa na beki wa mwisho wa timu pinzani. Kwa mwamuzi hakuiona hiyo. Alikuwa sawa na Clement Mzize kama ndo beki wa Tanzania Prisons. Ikapigwa penetration pass, akareceive mpira, kaingia nao kwenye box, akamwachia Chama kascore. Kwa hiyo ni bao ambalo kama ni mbinu iko pale. Kama ni mbinu iko pale, lakini kwenye mchezo sijaona mbinu. Umeridhishwa na maamuzi leo ya mwamuzi? Sasa mimi kama kocha au kama nani? Kile ambacho umekiona mwamuzi katumia sheria 17 vizuri zaidi katika mchezo leo. Tumeona malalamiko mengi, passion ni kuhusu swala zima la waamuzi katika michezo miwili ya vilabu hivi vikubwa Simba na Yanga, kwa sababu watu wengi hawaangalii vilabu vingine kama Tabora, Ken Gold, Namungo, Dodoma, wanaangalia sana macho yao kwa vilabu vya Simba na Yanga. Sheria 17 baada ya bodi ya jibishwe kamati ya waamuzi hivi na vile, unaona kuna kitu kwa waamuzi leo? Maana baada ya kelele zote leo ndo michezo. Nimetoka kueleza kwamba wamenyimwa wamenyongwa Tanzania Prisons. Maana yake ni kwamba waamuzi hawajatenda vizuri, si ndio? Maana yake madudu yao bado yako pale. Lakini pia sio hiyo tu. Jean Shaza wa Simba Sports amenyimwa bao pia. Wamesema ni offside. Kwa madudu yako pale. Kwa hiyo matukio kama haya ukisema kwamba kelele ndo zimesababisha mambo yenyoka, sidhani kama kelele zinasababisha, ila waamuzi wenyewe wanapaswa kuangalia kazi yao kwamba hii ndio kazi ambayo inakufanya upate chochote ambacho tunakipata kwa siku zote. Unapaswa kukaa kwenye weledi. Kwa nini usemwe kila siku wewe? Nafikiri
ni kujisahau kwa waamuzi. Lakini sidhani kama hizo kelele zimesaidia chochote. Sawa. Mchezo ambao mwingine uko unatazama ni mchezo wa Simba dhidi ya Ken Gold, na umeanza kuzungumza kwamba Simba kupitia mchezaji wao Charles Ahoua alinyima bao la wazi kabisa. Lakini wengi walikuwa wanaamini Simba leo anaondoka na mabao mengi sana katika mchezo wa leo hii. Nini hasa kimewanyima Simba kuondoka na mabao mengi katika mchezo wa leo dhidi ya Ken Gold? Mimi nilisema mechi ya Ken Gold Simba akishinda chini ya bao 5. Yaani akapata goli 4-0, 3-0, najua Simba Sports imefungwa. Huwezi kucheza na timu ambayo haijaingia kambini dakika 20 kabla ya mechi haijafika. Timu hiyo ya ligi, si ndio? Wanaifika moja kwa moja wanaingia vyumbani. Alafu hamna kufanya warm up, wanaingia kwenye mechi afu wapige goli 5. Itakuwa ni aibu. Itakuwa ni fedheha kubwa. Kwa hiyo Simba Sports wamecheza, wamepata goli 5 plus, si ndio? Au goli 4 plus kwenda juu, kwa sababu hizi tayari zimeshakuwa 5. Zingekuwa 6 tungesema 5 plus, si ndio? Kwa hiyo wamepata goli 5 ambazo kwa vyovyote vile zimestahili, lakini walistahili kufunga zaidi ya goli 5. Timu imekuja kimafungu, timu haikuwa kambini, timu imefika dakika 20 kabla ya mchezo hujafanya warm up. Kwa nini usiipige na ulikuwa kambini miaka yote? Piga hata 10 ili kesho wajifunze, lakini hakuna. Wachezaji nasikia wametumiwa nauli, oya utakuja? Nitumie. Ngoma inakuja unapiga goli 5. Yanga mpiga mtu goli 5 timu ikiwa kambini. Sasa wewe unachukua mpige goli 7 au 6 au 10 ili kesho ajifunze kwamba kwenye ligi kuna vipigo vinauma. Sawa. Tumeona katika mchezo baadhi ya matukio mengi sana ambayo yametokea katika mchezo wa Simba dhidi ya Ken Gold, lakini tukio kubwa lilikuwa la Toto Tundu Bernard Morrison. Bado anaendelea kuonesha utovu wa nidhamu. Unamuona akiendelea kusalia katika ardhi ya Tanzania kwa mantiki kwamba pamoja timu yake imeshuka daraja anaweza akapata timu yoyote, kwa matukio ambayo anaendelea pia na kwa mwenyewe. Kwa Morrison hajaye kuwa mchezaji mbaya. Hajaye kuwa mchezaji mbaya, ila nafikiri ni wajihi wake, namna ambavyo anatafsirika kionekana, matukio yake kwa kuamini kila anachokiamini moyoni mwake. Hicho ndio ambacho kinafanya aonekane kuwa mbaya, lakini kwa uhalisia ni kwamba kikosi cha Ken Gold, Bernard Morrison sio daraja lake. Bernard Morrison ni mkubwa kuliko Ken Gold. Kwa hiyo akikataa kutoka uwanjani, hata kocha inabidi, sababu huwezi kumfuata na rungu. Hii inanikumbusha mtu anaitwa Benny Hanson ambaye aligundua kadi za njano na nyekundu. Sababu kubwa ilikuwa ni kama vile Bernard Morrison. Mchezaji anatakiwa kutoka uwanjani, atoki. Bana toka atoki mpaka wachukue polisi nje wamvute mtu kumpeleka nje. Jamaa kumbe kuna namna alikuwa anatafuta ubunifu hapa, ndo akaja na hiyo kadi ya njano na nyekundu. Then mchezaji kionyesha nyekundu unatoka. Sasa Morrison amegoma kutoka kwa sababu anajua Mbeya Ken Gold wamebakiza mechi hiyo ya Simba na mechi nyingine ya ligi ambazo ni mechi 2. Hizi mechi 2 zitamfanya kuonekana ili ligi inapokuja asikose malisho Tanzania. Ndio target ya Morrison. Sasa unamtoaje? Sawa. Ndio maana sitoki. Bana njoo sitoki. Mara 2 anaitwa atoki. Chuma kimegoma. Vita ya ufungaji bora kutoka kwenye vilabu hivi kubwa vya Simba na Yanga. Tumeona Mzize ameshindwa kufumania nyavu, lakini Prince Dube yalipata injury na kutoka mapema kabisa na akaingia Clatous Chota Chama. Charles Ahoua ameweka kambani. Ateba ameweka kambani. Unaiona safari ya mzao ya mgeni kuendelea kutawala katika nafasi ya ufungaji, na maanisha kwamba mara nyingi sana tumekuwa mchezaji wa kigeni anachukua ufungaji bora. Imeanza kuonekana indicator mapema. Mzize ameshindwa kufanya nyavu katika siku leo. Mzize sasa hivi ana goli 13, si ndio? Kwenye ligi. Mimi nafikiri hata asipochukua kiatu bora, asipochukua mfungaji bora, asipochukua golden boot ile, si ndio? Sisi wa Tanzania tumchangie, tumpatie pesa. Kwa sababu ndio Mtanzania pekee, nisikilize vizuri hapo, ndio mchezaji mzawa pekee mwenye goli 10 plus. Narudia tena. Kuna Elvis Rupia hapo, kuna Lionel Ateba, kuna Dese Mukwala, nani mwingine? Kuna Prince Dube, Charles Ahoua, si ndio? Nani mwingine nimemsahau hapa? Jonathan Soa. Wako ma striker 6 ni wa kigeni wote. Lakini kuna mwanaume mmoja tu, tena kinda kutokea Iringa huko. Alikuwa anafyatua tofari, ana goli 13. Si ndio? Maana hii ndio nuru pekee iliyochomoza kwenye ligi yetu. Kwa hiyo ikiwa atachukua Jean Charles, of course Jean Charles ni ya kwake, hakuna mtu akumfikia. Goli 16. Maana amewacha magoli 3. Maana Young Africa mechi ya Dodoma Jiji inabidi watafute chochote kile kiwezekana, either Mzize apige hat-trick, afike goli 16. Wakati kumbuka huo Jean Charles anacheza na Kagera Sugar ambayo imeshashuka daraja.
Sio, unanielewa vizuri? Kwa hiyo kuna uwezekano wa Jean Charles kufunga goli 2 kwenye mechi ya Kagera kuliko Mzize kufunga goli 3 kwenye mechi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo kwa vyovyote vile au amepata au hajapata Mzize, sisi wa Tanzania tufanye kama tulifanya kwa George Mpole. Tumchangie. Utakuwa tayari na kumchangia. Muhimu. Mzize amekuwa ni hakuna striker tulionayo Tanzania kwa sasa zaidi ya Mzize kaka. Mzawa ambaye cheza ligi ya ndani. Nani? Mtaje. Yupo? Unanitega. Hayupo. Striker mzawa anemshinda Clement Mzize kwenye ligi? Hayupo striker. Lakini wapo wachezaji wengine wazuri kuliko Clement Mzize, lakini mwenye namba nzuri za kuingiza mpira kambani zaidi ya Clement Mzize utamtafuta kwa, ukimpata uje uchukue milioni. Nikimpata njoo uchukue milioni.